Mpendwa msikilizaji wa JJ-Sang Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 5, somo linalosema tunaweza kufanya vitu vizuri. Tuombe. Takatifu Baba uliye mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa siku nyingine, tunaomba wewe tubariki, tuweze kulisikiliza hili somo. Tunaomba yote kwa jina la mpendwa Yesu Kristo. Amina. Warumi 5 mstari wa 6 linasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Jamii ya sasa inakaribia kwa haraka kufikia hali iliyokuwepo ulimwenguni kabla ya gharika. Watoto wanapoelekea kuwa na umri wa ujana na vijana wa kike na wa kiume kuwa watu wazima, wanaelekea kabisa kuwa wenye kujitosheleza na kukomaa haraka katika maarifa ya uovu. Vijana wa sasa wanapata ujuzi wa uhalifu kupitia kusoma visa vingi vilivyochapwa katika machapisho maarufu, bila kuthamini kile kilicho chema kwa sababu ni chema. Wanaposoma visa vya ujambazi, mauaji na kila aina ya uhalifu, wanasababishwa kubuni njia ambazo wanazitumia kuendeleza uhalifu na kuepuka kugunduliwa. Uchapaji uliopotoka unasaidia kuimarisha ujuzi wa vijana katika njia ambayo itawaingiza. Uchapaji uliopotoka unasaidia kuimarisha ujuzi wa vijana katika njia ambayo itawaingiza katika uangamivu wa milele. Vijana katika miji yetu wanavuta hewa yenye uvundo na chafu ya uhalifu. Kisha mvuto wa uovu unasambazwa nchini na jamii nzima inakuwa imechafuliwa. Baadhi ya watawala wa dunia hawana maadili ya kibinadamu. Hawana shauku ya kuangalia uchapaji wa maandiko haya potovu ambayo yanaongezeka kila mwaka, ambayo ukuza hisia kali za uhalifu na uovu. Visa vyenye maisha ya uhalifu uchapwa kwenye magazeti ya kila siku na machapisho yanayojulikana kwa jina la ufunuo wa mambo yajayo na kuchukuliwa kama ni uhalisia. Kristo aliona pambano tunalokaribia na ametutumia ujumbe wa kukesha na kuomba tusije tukaingia majaribuni. Anatuonya kwamba na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwana wa Adamu. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Hatuonywi kutojihusisha na shughuli za kibiashara, bali dhidi ya kujilimbikizia yale yaliyo halali, dhidi ya kuruhusu akili zetu kuvutwa na mambo ya dunia yatakayofanywa tushindwe kufahamu mambo muhimu yanayohusu maslahi yetu ya umilele. Tunaonywa dhidi ya kuendekeza hamu ya chakula iliyopotoka, dhidi ya ulaji mbaya, kinaya na ulevi. Lakini hata katika hali ya uovu ambao upo katika jamii yetu, zipo nafasi zinazoweza kutenda mambo mema. Nafsi zinazowakilisha na Kristo kwa mfano wa lulu iliyopotea.
Kristo alitoa kila kitu ili aweze kutafuta na kuokoa kile kilichokuwa kimepotea, ili aweze kurejesha lulu aliyoithamini kwa gharama isiyo na ukomo. Tuko tayari kufanya kitu gani ili kuungana pamoja naye katika kazi hii? Je, tutajitoa kwa namna gani? Tunapozingatia kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya mwenye dhambi wakati wakingali dhambini, inatusaidia kutambua jinsi ambavyo yuko tayari tena mwenye shauku ya kutubariki ili tuwe baraka kwa wengine. Utasoma katika Review and Errors ya Aprili 21 mwaka 1896. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo tunaweza kufanya vitu vizuri. Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa somo zuri hili. Basi Baba, tunaomba Roho wako aweze kutuwezesha kulifanyia kazi somo hili, tuweze kufanya vizuri zaidi. Tunaomba yote kwa jina mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina.